Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali, mechi ya mkondo wa pili ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, nchini Afrika Kusini na Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla, ambao wanafuatilia michuano ya kombe la shirikisho msimu huu. Ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Stellenbosch wakiwa nchini kwao Afrika Kusini, ambapo watakwenda kucheza mchezo huu katika mji wa Durban siku ya Jumapili, yani tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini pale Afrika Kusini ni saa 9 mchana, ambapo Simba Sports Club tunashuhudia mapema asubuhi ya leo waliweza kuanza safari kutokea katika nchi ya Tanzania kuelekea pale Afrika Kusini na ndege binafsi ambayo wameweza kupewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu. Mapema majira ya saa 8 mchana kikosi cha wekundu wa Msimbazi kikaweza kuwasili katika mji mkuu wa Afrika Kusini, Johannesburg, ambapo kikosi hiki mara baada ya kuwasili tunaona waliweza kupokelewa na balozi wa Tanzania ambaye yuko pale Afrika Kusini, Bwana James Bwana, ambapo kwa upande mwingine aliweza kufanya nao kikao na kuweza kupata chakula cha mchana na kuweza kuwasihi kwamba wasiogope mchezo huu. Sasa mara baada ya Simba kuwasili Johannesburg, safari yao ikawa ni kutoka katika mji wa Johannesburg kuelekea Durban kwa ajili ya kwenda kuona huo mji ambao ndio watakao kwenda kuchezea mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch Farm. Kutoka Johannesburg kwa kutumia ndege mpaka Durban unatumia masaa 2, lakini kwa kutumia gari unatumia masaa 6. Kwa hiyo tunaona kikosi cha wekundu wa Msimbazi mapema kikaweza kwenda uwanja wa ndege wa pale Johannesburg kwa ajili ya kwenda pale katika mji wa Durban, na kwa upande mwingine kikosi kimeweza kufika salama katika mji wa Durban. Lakini kilichotokea pale airport ni kwamba klabu ya soka Simba tunaona katika maeneo ya ukaguzi Simba waliweza kuchukua muda mrefu sana kukaguliwa, ikionyesha kwamba janja na figisu za hapa za kutaka kuwachosha wachezaji wa klabu ya soka Simba. Lakini Mungu si Asumani, wekundu wa Msimbazi wakaweza kukaguliwa na kuweza kuondoka katika mji wa Durban. Klabu ya soka Stellenbosch kwa sababu wao ndio wenyeji waliweza kupeleka basi, walitakiwa kupeleka basi kwa ajili ya kuipokea klabu ya soka ya Simba, lakini wao hawakupeleka basi kwa sababu Simba tayari walishafanya taratibu zao. Tunaona wakaweza kupokelewa na mratibu ambaye alitangulia kwa ajili ya kuiratibu safari ya klabu ya soka Simba. Kwa tunaona Stellenbosch hawataki kuonyesha ushirikiano na klabu ya soka ya Simba Sports Club, wakiamini kwamba wanaandalia mazingira magumu Simba ili waweze kuwatoa mchezoni mapema. Lakini Simba ni mnyama mkali ambaye popote pale Simba ni klabu kubwa, anapokwenda lazima awe amejipanga. Kitu kingine ambacho Simba Sports Club walitakiwa kupewa ni uwanja wa kufanyia mazoezi, lakini tunaona klabu ya soka ya Stellenbosch hawajaipa klabu ya soka Simba uwanja wa kufanyia mazoezi. Kwa hiyo kwa sasa Simba wanatafuta uwanja ambao moja kwa moja watakwenda kufanyia mazoezi yao ili kujiandaa na mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kumbukwe msafara wa wachezaji wa klabu ya soka Simba ambao umetiwa Afrika Kusini ni wachezaji 23, magolikipa 3, Musa Kamara, Ali Salim na Hussein Abeli, huku mabeki wakiwa ni mabeki 7, Chamuka Rabua, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Valentino Norman, David Kameta Duchu, Shemalone Fondo. Eneo la viungo Simba ameondoka na viungo 11, Fabrice Ngoma, Awesu Wadi Awesu, Yusuf Kagoma, Kibu Dennis, Dibra Fernandez Mapambo, Lada Kichasami, Eli Mpazu, Edwin Barua, Agustino Kijefa, Jan Chalea wa Yoshua Mutari, na washambuliaji wawili Leonel Lateba na mchezaji anaofahamika kwa jina la Steve Deze Mukwala. Kwa hiyo tunaona ikosiko kipo chini ya mtaalam Fadlu Davis. Kumbukwe Simba wana faida kwa sababu Fadlu katika mji wa Durban ndio mji ambao yeye anaishi ama ndio sehemu ambayo anatokea. Kumbukwe Fadlu ni kocha kutokea Afrika Kusini, kwa hiyo mazingira ya pale, jinsi ambavyo kikosi chake atakwenda kukiandaa, basi hiyo ndio silaha moja hapo ambayo kwa upande mwingine Simba wanaitegemea kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Stellenbosch. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara,
kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Shaysa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Shaysa Sultan ili utibiwe. Hakika Shaysa Sultan ndiyo kiboko yao.